Cha kwanza hapo mimi naweza kusema kuna vitu hapo. Unajua wachezaji mpira ni kama vile wanafunzi darasani. Kila mmoja huwa na akili yake. Na kila mmoja huwa anamzidi mwenzie. Wewe unaweza ukasoma kwa maana ya kwamba masaa 6 ukaingiza vitu vichache, mwenzao ukasoma masaa 6 hata masomo 3. Kutokana na ubongo wake jinsi ambavyo ulivyo, unaweza kunasa vitu na kuvielewa zaidi. Kwa hiyo hapo inategemea na brain capability ya wachezaji, lakini pia na energy kwa pande mzima wa wachezaji wa timu zote mbili. Tunaweza tukasema leo hii ya kwamba Young Africans wamepita, wamecheza na Azam, wametumia energy kubwa. Wanakwenda kucheza na club ya Simba, pengine tusione hivyo, lakini unakuta akili za wachezaji wa club Young Africans na energy iko vizuri, wana uwezo wa kustahimili yani mechi hiyo ya Simba kwa uzuri kabisa, na wakacheza katika kiwango ambacho kiko vyema. Na tunaweza kusema kwamba okay, Simba amecheza na Mlandege, alifanya rotation na vitu kama hivyo, lakini utakuta brain capability yao na energy iko ndogo kuelekea katika huo mchezo, kwa maana uwezo wa bongo kufikiri unapokuwa uwanjani. Kwa hiyo mimi naweza kusema itategemea na wachezaji wenyewe, na kwangu mimi naweza kusema ambaye atakuwa ana manufaa makubwa katika huo mchezo ni yoyote yule ambaye atakuwa na wachezaji wenye akili na maarifa na nguvu kiwanjani. Sababu unaweza ukawa una akili, una maarifa, lakini kama pia una, kwa sababu mpira inahitaji vitu vyote, inahitaji energy, uwe na nguvu, uwe na akili pia katika wakati fulani, ili uweze kupata kile hasa ambacho unakihitaji. Kwa hiyo mimi naweza kusema yoyote ambaye atakuwa na hivyo vitu ndio ambaye atakuwa ni ni mnufaika wa huo mchezo, pasipo kuangalia ni njia gani ambayo amepita, pasipo kuangalia ni mchezo upi ambao alicheza na akafanya nini. Kwa maana sijui katika upande mzima ya wachezaji, sijui kuanza umezungumzia hapo Young Africans kwamba mechi yao na Azam FC tuliona Fulu Mkoko, sijui kina Pakome, kina Alan Okelo, kina Dube, sijui kina Maxim pia Duke, wote tuliona wakianza kucheza katika ukiachana tu na Mudathir pamoja na mzungumzia Mohamed Hussein. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba mwalimu anaweza akatumia wa wachezaji. Na Mudathir dhidi Azam alicheza hivyo, akatokea bench, alitokea bench ile alicheza. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba mwalimu anaweza akatumia wachezaji wale, lakini wakawa na uwezo mkubwa sana kufika kiwanjani, wakawa pia na energy, wakaweza kujitunza, wakapambana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi tu my point is ni kwamba yoyote yule ambaye kwenye kikosi chake ana wachezaji ambao wana akili lakini pia wana nguvu na wana uwezo, kwa maana ile mentality yao tayari ipo kwamba okay, pasipo kujali tumecheza wapi, tumepita wapi, ama nini kimetokea, tunaenda kucheza kwenye derby, tunaweza kufanya jambo lolote lile, anaweza kufanya vizuri katika huo mchezo. Lakini ukiadapt kwamba tumecheza huku bana, sio itakuwaje na vitu kama hivyo, kutaka kutengeneza mazingira fulani ugumu, tayari inaweza kuondosha kwenye mchezo na timu fulani ikawa uwezo mzuri akapata matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwamba mtu mwenye faida kutoka katika derby ya kesho kutwa, kwa maana tarehe 29, ni timu yoyote ile ambayo itakuwa na wachezaji katika vitu vile ambavyo nimezungumza, brain capability pamoja na energy ya kujituma kiwanjani, pasipo kuangalia kwamba tumefanya nini au ilikuwaje katika mechi iliyopita, ama au tukutana na nani na vitu kama hivyo, ndio ambaye ana uwezo wa kupata matokeo ya ushindi kiwanjani.